ili mimi nilipo nanyi muwepo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Napenda kuanza tafakari hii kwa kuweka sawa mambo mawili. Kwanza kabisa, katika misa ya wafu kwa kawaida huvaliwa mavazi ya zambarau. Leo sisi tumevaa mavazi meupe ya misa. Lakini pia katika misa ya marehemu hatuimbi utukufu. Leo sisi tumeimba utukufu. Kulikoni? Napenda kualika mtambue kwamba kilichotukusanya hapa ni kuadhimisha fumbo la Pasaka, yaani fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo ndilo fumbo linalokuwa mhimili wa imani yetu, na ndilo fumbo linalofanya uwepo wa kanisa. Bila mateso, bila kifo, bila ufufuko, hakuna kanisa. Na wote wale wanaopenda kujiita Wakristo lakini hawaliamini fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, hao wanajidanganya wenyewe. Na tunapoadhimisha misa hii ambayo lengo lake ni kumwombea hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, basi tunaongozwa na kutafakarishwa neno la Mungu. Katika somo la kwanza lililochukuliwa kutoka sura ya 15 ya waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto, tunafundishwa na kutafakarishwa juu ya ufufuko wa Kristo. Sisi tunaamini kwamba Kristo aliyeteswa, Kristo aliyekufa, amefufuka, ni mshindi na mtukufu. Kwa ufufuko wake sisi tumewekwa huru, sisi tumepatanishwa, sisi tumepewa tena hadhi ya kutambulika kama wana wa Mungu na taifa la Mungu. Kwa hiyo tujue kwamba huyu tunayemsindikiza alishirikishwa fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Siku ya ubatizo wake alikitwa katika fumbo hilo, akafanywa kuwa mwana wa Mungu, akafanywa kuwa ndugu yake Kristo, akafanywa kuwa hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Kwa ubatizo wake alifanywa kuwa kiumbe kipya, na kiumbe ambaye amepewa hadhi ya kutazamia kurithi, kushinda pamoja na Kristo. Kwa hiyo sisi tunapomsindikiza leo, pamoja na ukweli kwamba tuna simanzi, lakini tunatiwa nguvu kwa imani na matumaini yetu katika ufufuko wa Kristo. Ufufuko ambao
sisi nasi ambao tumesimikwa ndani yake tunatarajia kuupata ushindi ambao sisi nasi tunatarajia kuurithi, lakini tutaurithi kulingana na jinsi tulivyoishi imani yetu, hadhi yetu kama wabatizwa. Haitoshi kujitamba kwamba sisi ni Wakristo, sisi ni wabatizwa, sisi ni viumbe wapya, na huku tukawa tunaishi tu kiholela, tukawa tunaishi kipagani, tukawa tunaishi kama hatumjui Mungu wala hatuna mpango wa kumtumikia Mungu. Imani yetu ni lazima itafsiriwe katika maisha yetu. Katika somo la Injili iliyochukuliwa kutoka Injili ya Yohane sura ya 14, tunatafakarishwa juu ya mahangaiko walioyakabili mitume. Kwa nini walihangaika? Kwanza, mambo mawili yaliwasumbua. La kwanza ni utabiri wa Yesu alioufanya mara 3 akiwaambia kwamba imempasa mwana wa mtu kukataliwa na watu, kupata mateso makali, kuuawa kifo cha aibu, lakini kwamba siku ya 3 atafufuka. Hilo Yesu amewaambia mara 3, na hilo liliwahangaisha. Kwa nini liwahangaishe? Mitume na wafuasi wengine walikuwa na matamanio yao ya kumpata Masiha, lakini Masiha waliomtarajia, waliyemtamani, pengine hakuonekana katika huo utabiri wa Yesu juu ya yale yatakayompata. Wao walitamani kupata Masiha wa kifalme, Masiha wa kisiasa, Masiha mpambanaji ambaye atawashinda na kuwasambaratisha watesi, mahasimu, maadui zao. Lakini Yesu anayesema kwamba imempasa kukataliwa, kupata mateso makali, kufa kifo cha aibu, lakini atafufuka, sio Yesu aliyomtazamia. Wao walikuwa na picha tofauti kabisa. Lakini kumbe mipango ya Mungu ni tofauti kabisa na vionjo na matazamio ya wanadamu. Mungu ameamua kutukomboa kwa njia ya udogo, kwa njia ya unyonge, kwa njia ya kujishusha, kwa njia ya kujitoa bila kujibakiza. Ameamua kutukomboa kwa njia ya msalaba. Na mkumbuke msalaba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 22 na 23 ni chombo cha aibu, ni chombo cha fedheha, ni chombo cha laana. Kwa kuwa iliandikwa katika Torati, alaaniwe mtu yeyote mhalifu atakayehukumiwa kuuawa na akauawa kwa kutundikwa juu ya mti, kwa kutundikwa juu ya msalaba. Hicho ni kifo cha aibu, hicho ni kifo cha laana, hicho ni kifo cha kukimbiwa. Lakini Yesu amechagua kujishusha
kujidhili, kujitoa bila kujibakiza, ili kila mmoja wetu akombolewe, ili kila mmoja wetu apatanishwe, ili kila mmoja wetu apewe uhuru wa watoto wa Mungu. Ndugu zangu, nawalika kwamba sisi tunaoadhimisha msiba huu wa Askofu Mkuu Novatus Rugambwa tuhimizwe na imani yetu. Tusijiruhusu kugubikwa na huzuni iliyopitiliza. Imani yetu itutie nguvu. Imani yetu na tumaini letu katika Kristo litufariji na kutupa matumaini. Pamoja na hivyo, napenda kutambua kwamba kama mitume, hata sisi tuna mahangaiko yetu. Kama mitume, hata sisi inatubidi tujipime, tujikusanye, tujitafakari tunapokabili msiba. Ndugu zangu, kifo hakizoeleki. Kamwe usipende kuzoea kifo, kwa sababu ukikizoea utakuwa kiumbe wa ajabu sana. Ukizoea kifo, unaweza kumuua mwenzako kimzaha, kama vile uhai wake ni uhai wa mbuzi, wa kuku au wa kiumbe chochote duni. Lakini uhai wa mwanadamu yeyote una thamani kubwa machoni pa Mungu. Kwa hiyo tusijiruhusu kuzoea kifo. Kifo kibaki kwamba ni fumbo na ni changamoto mbele ya kila mmoja wetu. Yesu aliyetambua mahangaiko ya wafuasi wake amewafariji. Na huo ndio ujumbe tunaopewa katika Injili ya Yohane sura ya 14. Kifungu tulichosomewa leo tumesikia maneno yafuatayo: msifadhaike ninyi mioyoni mwenu, niaminini mimi, muaminini na Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, nami naenda kuandalia makao. Hilo alilotupa Kristo kama faraja na kama tumaini ndilo tunaloadhimisha tunapomsindikiza Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Yesu aliyemjalia neema ya kubatizwa, aliyemjalia fursa ya kuwa Mkristo, yeye sasa amemwita kwake amjalie pumziko pamoja na wateule wake. Napenda kumshukuru Kristo sio tu kwa imani aliyompa kama Mkristo, lakini pia kwa maisha aliyompa na kwa utume aliyomjalia kuutekeleza. Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, licha ya kuwa padre, aliitwa pia kwa namna ya pekee kama askofu ndani ya kanisa. Hakuwa askofu wa jimbo, lakini alikuwa askofu ambaye alijikita katika masuala ya kidiplomasia. Yeye amefanya kazi kwa miaka si haba kama mwakilishi, kama balozi wa Baba Mtakatifu katika mataifa mbalimbali. Kazi hiyo aliyoifanya nayo itambulike kama ni uinjilishaji. Amewatia moyo ndugu zake na amewasaidia washikamane na wakili wa Petro, Baba Mtakatifu.
Huyu tunayemsindikiza ni Mtanzania wa kwanza kuingizwa katika orodha ya wawakilishi wa Baba Mtakatifu, katika orodha ya manunsio, mabalozi wa Vatican duniani. Katika yeye sisi tumeheshimishwa. Tumepewa fursa kama kanisa la Tanzania nasi kujitokeza katika kanisa la ulimwengu na kutambulika kama kanisa lenye uhai na lenye utajiri wa imani na ushuhuda. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya mtumishi wake huyu. Na sasa tunapomsindikiza, tumwombe Mungu Baba wa huruma amsamehe chochote kile ambacho kinaweza kuwa kimepungua katika majitoleo, katika ufuasi na katika ushuhuda wake, kusudi Mungu amjalie sasa ushindi wa Kristo, tumaini la wateule, na kutukuka pamoja na Kristo. Kama Watanzania na kama wanajimbo kuu la Dar es Salaam, tunapenda kutambua heshima kubwa ambayo Balozi Askofu Mkuu Novatus alitufanyia. Aliwatafuta na kuwaleta Tanzania masista wa Mama Maria, masista wanaopatikana hasa kutoka Korea na Ujapani. Hili ni shirika linalohudumia maskini na wahitaji wakubwa. Shirika hili limeanzisha shule tukuka kule Makurunge, shule ya wasichana ambayo sasa ina mabinti zaidi ya 1000. Mabinti hao kutoka mikoa yote ya Tanzania wanasomeshwa bure, wanalishwa bure, wanalelewa bila kutozwa ada, na hilo halibagui kwamba huyu binti ni wa kabila hili au lile. Wanawapokea ili mradi waweze kufundishika, kuleleka. Wanawapokea ili mradi wawe wanatoka katika familia masikini. Na hilo nilisisitize, kwa sababu kuna watu wengine ambao wana fedha za kutupa, lakini wao nao wanataka kujaribu watoto wao wakasome Makurunge. Hiyo ni kufuru. Huko ni kuiba, na huko ni kujikita mahali ambapo sio staha ya matajiri. Inapopatikana fursa kwa ajili ya maskini wa mwisho, tuienzi na tuwaachie maskini waweze kufaidi fursa hiyo. Hilo ndilo linalofanyika kule Makurunge. Wale mabinti wanapata elimu ya fani mbalimbali, wanafundishwa masomo ya darasani, lakini wala pia wanafundishwa kujitegemea. Mungu amtunze mtumishi wake huyu aliyewaleta hao masista wakajenga hiyo shule kule Makurunge, na siku si nyingi zilizopita wamejenga Boys Town kule Dodoma, pia kwa ajili ya wavulana kutoka familia masikini kutoka Tanzania nzima. Mungu amjalie pumziko la milele. Raha milele umpe Bwana.
astarehe kwa amani.